Mwanamume alimtia mtoto wake mfukoni na akamwaga baharini. Alidhani mtoto wake hangeweza kuokoa, lakini mtoto huyo alikuwa na nia kubwa ya kuishi. Alipanda kutoka baharini. Wakati huu mwanamke tajiri alimpata. Alimuuliza anaweza kufanya nini. Kijana huyo alivunja matofali moja katika nusu mbili. Hii ilithibitisha kuwa alikuwa na nguvu sana. Kwa hivyo mwanamke huyo aliamua kumfunza kuwa mpiga ndondi. Ilibidi kuwa mwanamke huyo alikuwa mmiliki wa kituo cha mazoezi ya ndondi. Hata hivyo, kwa sababu alikuwa mrembo, watu walikuwa wakija kumnyanyasa. Kwa sababu hii, aliamua kufunza kikundi cha wapiga ndondi kujilinda. Kijana huyo alikuwa mpiga ndondi wa 10 aliyekubaliwa. Alipoingia kwa mara ya kwanza kwenye kituo cha mazoezi ya ndondi, mwanamke huyo alimwomba afanye mazoezi na wapiga ndondi wenye uzoefu. Ili kujivunia, mpiga ndondi mwenye uzoefu alimpiga kijana huyo vibaya. Kijana huyo aliweza tu kujitetea kwa upofu, lakini kwa kweli alikuwa na nguvu tangu utotoni. Mara moja alipokuwa akicheza na mama yake, aliumiza mama yake kwa bahati nasibu kwa sababu alitumia nguvu nyingi. Baba yake alimfukuza nje ya nyumba kwa sababu hii. Tangu wakati huo, kijana huyo amekuwa akiishi maisha ya kutungika. Kwa bahati nzuri, alikubaliwa na mwanamke huyo kwenye kituo cha mazoezi ya ndondi. Lakini siku hii, jangili alileta kikundi cha watu kufanya fujo kwenye kituo cha mazoezi ya ndondi. Walidai kuchukua kituo cha mazoezi ya ndondi kupitia mechi ya ndondi, na hata alitaka kumiliki mwanamke huyo. Mwanamke huyo alijua kuwa watu kwenye kituo hawawezi kuwashinda. Kwa hivyo alimwonyesha kijana huyo kuomba mshindi wa ndondi wa kituo kusaidia. Kijana huyo alimpata mshindi wa ndondi haraka. Matokeo yake, mshindi wa ndondi alipigana na mwanamke huyo, alitoa pesa chache sana na akamfukuza kijana huyo. Kijana huyo alijeruhiwa vibaya. Alidhani kuwa kutegemea wengine hakufanani na kujitegemea. Kwa hivyo alirudi kwenye kituo cha mazoezi ya ndondi na hasira. Aliamua kumsaidia mwanamke huyo kushinda mechi. Lakini wakati huu mtu tayari alikuwa amekuja mbele kusimamia mwanamke huyo. Alipigana dhidi ya mshindi wa ndondi wa dunia. Mashambulio yake hayawezi kumuumiza mpinzani hata kidogo. Badala yake, mpinzani alimfanya kuzimia kwa punde moja. Matokeo ya mechi yalikuwa karibu kuamuliwa. Jangili hakuweza kungoja kusimama na kudai kuwa mwanamke huyo atimaisbet. Wakati wa kusudi, kijana huyo alitokea mbele. Alimfunza jangili somo. Kisha alipanda kwenye ringi kwa ujasiri. Aliamua kushindana na mpiga ndondi wa kike aliyetumwa na mpinzani.